Kwa majina naitwa Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Gema Young Leaders Movement, na nimekuja hapa kuzungumzia hii safari ambayo ni ya William Ruto ambao amepanga kukuja hapa Mlima Kenya, safari ambayo amesema ya kwamba ni kama anakuja kimaendeleo. Na niseme ya kwamba hakuna Mkenya, wacha sasa hapa Mlima Kenya, hakuna Mkenya yoyote katika nchi hii ako na shida ama anapinga maendeleo, kwa sababu tumekuwa tukilipa ushuru na hatujai kuwa na shida kulipa ushuru, kwa sababu tunajua serikali haiwezi endeshwa bila ushuru. Na kwa vile ambavyo tumekuwa tukilipa ushuru kwa kujitolea bila hata kushurutishwa ama kulazimishwa, hiyo ni njia moja ya kuonyesha ya kwamba hatuna shida na nchi ikiendeshwa, hatuna shida na yule rais ambaye ako katika mamlaka akifanya miradi katika nchi ya Kenya. Kwa sababu tungekuwa na shida na hiyo, tungezushia pengine kulipa ushuru. Lakini hakuna siku hata moja tumezushia hiyo. Lakini ile kitu ambaye tumekuwa na shida naye, na si watu tu wa hii jamii ya Mlima Kenya, lakini Wakenya wote kwa jumla, ile shida ambayo tumekuwa naye kama Wakenya ni hii kasumba ya Bwana William Ruto. Anazunguka na magari akiwa juu ya gari. Kazi yake ni kudanganya akiwa juu ya gari. Kazi yake ni kuzunguka tu akiahidi hii, akiahidi hii, akiahidi hii. Hiyo tu ndio ile shida Wakenya wako naye hapa katika jamhuri hii yetu. Kwa sababu tumemwona mahali kote amezunguka, wacha Mlima Kenya sasa, mahali kote amezunguka. Kama hii juzi siku amezunguka Nairobi, alikuwa tu anazunguka akiwa juu ya magari. Anaahidi watu bilioni 10, anaahidi watu bilioni 50, anaahidi watu nitafanya hii, baadaye anawaahidi pia, anawaahidi mpaka chapati na mashini ya chapati. Lakini hakuna kitu hata moja ameahidi ambayo ametimiza. Na hata iko kitu nataka Wakenya wanichunguzie. Tukielekea Christmas last year, iko kanisa ya Catholic alisoma kule Nairobi, sijui ni Shauri Moyo ama ni wapi. Akawaambia mkirudi baada ya Christmas, mtapata hii barabara yenu yote nimeweka lami, nimeitengeneza. Ningetaka Wakenya haswa wale ambao wako karibu na ile kanisa ambao walirudishia William Ruto milioni zake 5 msimu wa Krismasi, watu confirmia kama hiyo barabara William Ruto alikuwa ameahidi watu wa hiyo eneo ya kwamba wakitoka Krismasi watapata imemalizika. Watu confirmia kama ilimalizika. Sababu mahali imefika, ile shida tuko naye ni uongo ya William Ruto. Na ile kitu tunafanya, wacha niwaambie Wakenya, sio maendeleo tunapinga kwa sababu tunalipa ushuru. Hakuna Mkenya ako na akili timamu ambaye anaweza pinga maendeleo katika nchi hii. Ile kitu ambao tunapinga ni uongo. Ile kitu ambao tunaanika ni uongo ya Bwana William Ruto. Ile kitu ambao tunaanika ni ukora na wizi na uconman ya William Ruto. Ile kitu ambao tunapinga na tunakataa ni William Ruto anajificha nyuma ya maendeleo, lakini anakuja kuleta siasa ambayo ni siasa mbovu. Anajificha nyuma ya maendeleo, anazunguka katika nchi ya Kenya akifanya siasa ambayo ni ya mirengo. Anajificha nyuma ya maendeleo, anazunguka katika nchi hii akifanya siasa ya kugawa wa Kenya katika misingi ya kikabila. Ile kitu ambayo tunapinga ya William Ruto ni hii kujificha nyuma ya maendeleo. Anaenda katika maeneo tofauti ya nchi akipiganisha hii jamii na hii jamii. Kama siku alikuwa hapa Northeastern, anaenda yuko kuambia jamii ya Northeastern ati iko watu kazi yao ni kulima ndengo lakini wako na shida na ng'ombe. Wakati huo alikuwa anapiganisha jamii ya Wakamba na jamii wa Somali. Iko siku ameenda hapa Western, anaambia watu wa Western shida yao kwamba ni jamii ya Mlima Kenya sababu barabara zote zilijengwa huko. Alikuwa anatupiganisha na hiyo jamii ya Western. Ile kitu tunapinga ya William Ruto ni siasa ya utapeli, siasa ya ukora, siasa ya kugawa watu katika misingi ya kikabila. Kwa sababu William Ruto anajua ile siku wa Kenya wataungana kwa kauli moja, waseme enough is enough, wakatae ukabila, wakatae wizi, wakatae ukora, William Ruto na wakora wake hawatapata nafasi ya kurudi katika mamlaka 2027. Anajua hilo, and that is why he's working very hard day and night making sure he's selling some fake propagandas of tribalism. Akiamuka kazi yake ni kubrand huyu mkabila, ni kubrand huyu mkabila. Mkijaribu kuongea mnaambiwa mko na ukabila. He is doing that to make sure amejificha katika hiyo ndio aweze kurudi kwa kiti. Sasa mimi nataka kuongelesha William Ruto kama kiongozi wa jamii ya Gema hapa. Nataka nimwambie William Ruto mahali huko, nataka unisikize jioni hii. Hatuna shida na wewe kama unakuja Mlima Kenya.
Lakini mimi kama kiongozi najiuliza, ni biashara gani tunakuja kuongelelea na wewe hapa Mlima Kenya? Kama zile miradi Bwana Uhuru Kenyatta alikuwa ameanzisha hapa, wakati uliingia kwa kiti ulikuja ukazikwamisha zote. Alafu baada ya miezi 6 ukakuja hapa ukazunguka na wabunge ukisema ya kwamba unazidua miradi. Ile miradi ulikwamisha ya Uhuru Kenyatta ndio ulikuja ukaanza kuzidua mara ya pili. Wakati ulizidua mwaka sasa imeisha Bwana William Ruto. Mwaka imeisha na hakuna hata moja imekamilika. Kwanza zote zililala, zote zilikoma. Na ile pesa ambao ilikuwa imewekewa hizo miradi zote ukasifanya reallocation, ukapeleka katika mambo mengine ya kitapeli. Hiyo ndio ile shida tuko nayo Bwana William Ruto. Mimi najiuliza, unakuja kuongelelea nini hapa? Unakuja tusaidiane vipi kama watoto wako nyumbani? Kumbuka vizuri ya kwamba Uhuru Kenyatta wakati alikuwa rais, alikuwa analipia watoto capitation 22,000 per student. Wakati uliingia katika mamlaka, ukagawa hiyo pesa ikakuja nusu yake, ikakuja 11,000. Hata hiyo 11,000 Bwana William Ruto umeshindwa kulipa mashule. Umeshindwa kupatia maprinciple hizo pesa. Watoto next week wako nyumbani, hawafungi kwa sababu term imetamatika vile ambavyo inafaa. Lakini maprinciple wanafunga shule mapema kwa sababu hawana pesa ya kurani shule, hawana pesa ya kuweka watoto shuleni, ndio maana wataachiliwa mapema. Bwana William Ruto, kama future watoto wetu umeikanyangia chini, Bwana William Ruto, kama future watoto wetu umeikojolea, mimi nashindwa unakuja tuongelelea nini? Unakuja kutuambia nini kama future watoto wetu umeikanyangia chini? Bwana William Ruto, mimi nashindwa. Ulikuja ukatuambia hapa ya kwamba mambo ya SHA ndio itakuwa game changer. Ukakuja ukatuambia ya kwamba hautaki mzazi yoyote kukufa ama kuuza ng'ombe ama shamba kwa sababu ya matibabu. Ukatuambia tufunge NHIF, tuhamia kwa SHA sisi wote, na watu wakaingia kwa hiyo SHA. Bwana William Ruto, nashindwa unakuja tuongelee nini? Wazazi wetu unawaua kila siku kupitia hiyo programu yako ya SHA kwa sababu hawapati matibabu. Mimi nashindwa Bwana William Ruto, kama wazazi wanakufa, future watoto wetu umekanyangia chini, unakuja tuongelee nini Bwana William Ruto? What are we discussing with you as people from the mountain? What are we discussing with you as Kenyans? Unakuja juu ya gari tuambiane nini kama wazazi wanakufa? Kazi yako ni kuzunguka na madola. Kazi yako ni kuzunguka na mapesa. Ukijaribu kuhongana, ukijaribu kupatia vijana wa kupigia makofi. Lakini mahospitali zimefungwa, idadi ya karibu 1,000. Wamesema ya kwamba hawawezi chukua wagonjwa wale ambao wanatarajia kusimamiwa na SHA kwa sababu serikali yenyewe Bwana William Ruto, ile unaongoza Bwana William Ruto, imekataa kulipa hizo bill kwa mahospitali. Na wenye mahospitali wanagojea pesa ndivyo waweze kurani mahospitali zao, lakini hauwalipi. Bwana William Ruto, tunakuja kuongelelea nini? Na hii SHA ni shimo la tewa, ni shimo la kuzibu. Ulifungulia watoto wetu, ulifungulia watu wetu, pesa zinaingia lakini hazitoki. Unakuja tuongelea nini Bwana William Ruto? Kama umeshindwa kusuluhisha hii maneno ya unemployment, ulikuja ukaambia vijana wetu, ukawapatia hadithi mingi hapa Mlima Kenya 2022 wakati tulikuwa tunakupigia kura. Kutoka hiyo siku hakuna kijana hata mmoja ambaye umepatia kazi hapa, na hata wale walikuwa wameajiriwa na Uhuru Kenyatta wote umefuta kazi. Ukafuta Rigathi Gachagua, umefuta wale wako katika maparastato, umefuta mpaka wabunge wale walikupigia kura hapa. Kule katika Senate, katika Parliament, umewafukuza kwa viti zao zote, ukapatiana Nyanza. Bwana William Ruto, unakuja tuongelee nini? What are we discussing with you? Na watu wetu wako nyumbani hawako kazi, watoto wetu wanahangaika. Ile kitu kubwa unaweza kuwafanyia ni kupatia wa Muratha pesa, awalipe ngiri moja, waende wakukojea huko Githurai wakupigia makofi. Ile kitu kubwa unaweza wafanyia ni kuwapatia kibarua ya siku moja, wakufuata the whole day wakikupigia makofi na vuvuzela, uwapatie 1,000. Bwana William Ruto, what are we discussing with you? Kama zile vitu zote ambazo ulituahidi hakuna hata moja umetekeleza, unakujia nini Mlima Kenya Bwana William Ruto? Kaa kwa ofisi, tuma waziri wako, kaa kwa ofisi, tekeleza miradi ambayo inafaa kutekelezwa kwa ofisi. Uhuru Kenyatta hakuwa anazunguka juu ya magari ya kiahidi wakati alikuwa rais. Alikuwa anatuma mawaziri wake wanakuja wanazindua miradi, anaweka pesa, anasukuma miradi inakamilika, anakuja kuzindua vitu ambazo zimekamilika. Bwana William Ruto, Kibaki hatukuwa tunamwona juu ya gari. Kibaki hakuwa anarukaruka Nairobi akiwa amefuata na wakora 1,000, wakipora watu masimu, wakipora watu kwa maduka. Kibaki alikuwa anakaa kwa ofisi, anafanya kazi ya rais, miradi inatekelezwa. Alikuwa anakuja kufungua miradi ambayo imetekelezwa. Bwana William Ruto,
Unafuata nyayo za nani? Unafuata nyayo za nani? Uhuru hakuwa na hiyo kasumba. Kibaki hakuwa na hiyo kasumba. Kenyatta hakuwa na hiyo kasumba. Ile nyayo unafuata labda ni ya Moi, yule ambaye alisambaratisha uchumi wa nchi hii, yule ambaye alitulia watu wote karibu Kenya mzima. Unafuata nyayo za yule rais ambaye alikuwa mtapeli, alikuwa mwizi, alikuwa muuaji, hakuna kitu alikuwa anatekeleza. Yule ambaye aliachua nchi na mzee Jomo Kenyatta kama imesimama, akaharibu kulima ya watu wa jamii ya Mlima Kenya, akaharibu kahawa, akaharibu maziwa, akaharibu elimu. Bwana William Ruto, unafuata nyayo za Moi, yule ambaye aliharibu uchumi mpaka wazazi wetu na mababu zetu wengi hawakusoma wakati wa Moi. Yule amekuja kutuokoa kama taifa ni Bwana Kibaki, wakati alileta masomo ya bure, watoto wa nchi hii wakaweza kusoma. Bwana Uhuru Kenyatta naye akasukuma, akaleta elimu ya sekondari ya free, lakini wewe umekuja hiyo pesa yote umepora. Kazi yako ni kupeleka pesa kwa makanisa. Elimu ya bure tuliachiwa na Kibaki na Uhuru Kenyatta, umekuja umeanza kuifanya ikakuwa very expensive, mpaka university funding model umekuja umekula pesa yake. Watoto wetu leo hii hawasomi. Unafuata nyayo za Moi, yule ambaye alisababisha wazazi wetu hakusoma, ndivyo sasa unasababisha hautaki watoto wetu wasome. Juzi nimesikia umebadilisha mpaka mathematics. Bwana William Ruto, nimesikia umesema ya kwamba iondolewe, sijui sasa haitakuwa katika masomo, haitakuwa compulsory. Bwana William, tutatoa daktari wapi bila mahesabu? Tutatoa engineer wapi bila hesabu? Tutatoa viongozi wapi bila hesabu? Bwana William Ruto, the Bible says devil came to steal, to kill and to destroy. Bwana William Ruto, you are stealing everything at your disposal. Bwana William Ruto, umeua watoto wetu. Bwana William Ruto, umeharibu uchumi. You have a common agenda with the devil. If we review your character biblically, you share same values with the devil, because you have stolen, you have killed our children, and you have destroyed our economy. Saa hii tunaongea, watu wanahangaika, and that is why today hauna wasiwasi, kwa sababu unakuja Mlima Kenya utumie 500 kwa kila mtu, upigwa picha na watu kama 1500. Bwana William Ruto, tunajua unakujia picha hapa. Na mimi nataka niambie wa Kenya kwa jumla, zile picha mtaona William Ruto amepigwa hapa na watu, akiwa amesimama kwa shopping center, amezingirwa na watu kama 1500. Asiwadanganye ati kwa sababu amepigwa picha na sisi hapa ati Mlima Kenya inaunga yeye mkono. Hao ni wale watu tayari ameandaa. Ashatuma viongozi wameanza kupeana 1500. Ndio siku anakuja hapa apate vijana wa kumzingira na kumpigia makofi. Mimi nataka niambie zile jamii zingine, sisi kama jamii ya Mlima Kenya hatubanduki kwa kukosoa serikali ya William Ruto. Hatubanduki katika ile safari tumeanza ya kuhakikisha kwamba tumepeleka William Ruto nyumbani 2027 tukue na uongozi mpya. Kwa hivyo na wasihi, sababu anajua hilo na anajua tumeanza safari ya kuungana na zile jamii zingine kukataa uongozi wake 2027. Anataka kuja hapa afanye ukora, apigwe picha na sisi ndio amuonyeshe ya kwamba ni kama watu wa jamii ya Mlima Kenya bado wako na yeye. Hakuna mtu ako na William Ruto hapa Mlima Kenya, kuanzia wazee, kuanzia wamama, kuanzia vijana. Wale watu wako na William Ruto ni wale kazi yao ni kumramba kila siku kina Kimani Ichung'wah, wale wabunge wachache, wale ambao ni walafi, wale ambao ni wanafiki, wao ndio wako na William Ruto. Lakini Wakenya wa eneo hili wako na msimamo kali. Msimamo ni ile ya kwamba William Ruto must go, ya kwamba William Ruto ndiye shida ya nchi, ya kwamba William Ruto ndiye yule mtu ambaye lazima tutoe kwa kiti 2027 ndio tuweze kupata uongozi mpya, uongozi ambao utasaidia Wakenya. Kwa hivyo niwaambie, ile abracadabra Bwana William Ruto atakuja kufanya hapa, hiyo ni mambo yake. Sisi tunamuelewa, ametudanganya miaka mingi, na hata saa hii hakuna kitu mpya tunatarajia atakuja hapa kutufanyia. Ile kitu ningesihi Bwana William Ruto ni moja peke yake. Tafadhali Bwana Rais, usikuja hapa na wezi. Siku umezunguka Nairobi hapa, ulifuatwa nyuma na wezi kama 1000. Wakapora watu masimu, wakapora watu makamera, the content creators, the media fraternity, wale ambao walikuwa nakufuata wakapora makamera. Watu wa magari kwa barabara wakavujiwa side mirror, wakapora vitu. Watu wa maduka vitu zao zilikuwa zinapora mchana wazi. Bwana William Ruto, sisi tunakuomba kama jamii ya Mlima Kenya, usikuja hapa na wezi. Hatutaki kuibiwa, hatutaki kuporwa tafadhali. Kitu kingine niambia watu wetu hapa, na mimi nawaambia kama mtoto wenu, mvua imemwagika, ni wakati wa kulima, ni wakati wa kupanda. Tafadhali siku William Ruto anakuja hapa, endeni shambani mkalime, endeni shambani mkapande, endeni mkapalilie.
Wale ambao ni wa biashara, endeni kazi zenu. Tafadhali muachie William Ruto kazi yake ya kuzunguka juu ya magari hapa akicheka akijiongelesha peke yake. Akimaliza tour ya Mlima Kenya, kama kuna kitu ataona anafaa kufanya atafanya, na kama hakuna kitu atafanya atarudi kwake baadaye. Lakini jamii yangu, na wasihi naomba kama mtoto wenu, tafadhali msijaribu kupatia William Ruto audience akikuja hapa. Msijaribu hata hii pesa anawapatia. Wacha nimwambie kitu moja. Iko kitu Geoffrey Rigathi Gachagua amekuwa kituambia. Na kama kuna mtu ambaye tunafaa tuamini sana, ni Rigathi Gachagua, kwa sababu amekuwa na huu jamaa kwa muda mrefu. Iko mambo anajua sisi hatujui. Na Rigathi amekuwa kituambia zile pesa bwana William Ruto anawapatia usipeleke nyumbani, usilipie mtoto shule, usichanganye na pesa yako. Na kama Rigiji amekuwa kituambia pesa ya William Ruto usichanganye na pesa yako, iko sababu anatuambia hivyo. Na mimi nikipima kwa maoni yangu, hii pesa William Ruto anazunguka nayo in terms of cash, akiwapatia hamjui zimefanyiwa madhabihu gani, hamjui ziko na maroho gani. Hii pesa akiwapatia pengine itaharibu vichwa. Hii pesa akiwapatia pengine itafanya mpagawe na akili. Mimi nawaomba kwa heshima jamii yangu, shida ya siku moja haiwezi tuua. William Ruto ako na miaka 2 hajakanyanga hapa, hatujakula pesa yake na tumekuwa tukiishi. Kwa hivyo hii siku anakuja hapa, hiyo ngiri moja atawapatia, sio hiyo itafanya muishi. Mmekuwa mkiishi kwa jasho yenu. Hatuwezi kufa kwa sababu ya kukataa elfu yake moja. Hatuwezi kufa kwa sababu ya kukataa elfu zake 2. Hatuwezi kufa, shida haitatuua tukikataa 5,000 za William Ruto. Tafadhali watu wetu, na waomba kataeni hiyo pesa. Huenda iko na spirit, huenda iko imefanywa mavitu zingine. Hiyo pesa mkichukua akili zenu zitapagawa. Hiyo pesa mkichukua hamtaweza kutoa huyu jamaa kwa kiti. Hamjui hiyo pesa ameifanyia nini. Hamjui kwa nini Rigathi anatuambia hiyo pesa usichanganye na pesa yako. Tafadhali mimi nawaomba, hata akikuja na pesa ngapi, hata akiwapatia nini, tunaweza simama kwa kauli moja na tukatae. Akuje atekeleze maendeleo, kama iko maendeleo atafanya. Akuje andanganye hewa, akuje ongeleshe miti, andanganye miti, baadaye arudi kwake. Sisi tubaki kama jamii ya Mlima Kenya tukiendelea na biashara zetu. Kwa hivyo sisi hatuna vitina na mtu, lakini safari ambayo tumeanzisha ya kuomboa taifa hatuwezi acha, hatuwezi simamisha. Tafikisha hapo, nitachukua swali moja ama swali 2, alafu tutafungia hapo. Tumeona swala la wanasiasa kuongea kwa kanisa, na tunaona bwana Rigathi hii ni Sunday yake ya pili hajaongea kwa kanisa, lakini na yeye rais tunaona anaongea kwa kanisa. Hilo swala vipi? Unajua iko ukora makanisa saa nyingine wanafanya. Tunajua iko mapasta ambao waliweka katika payroll ya William Ruto, na tukaambiwa kazi yao ni kuamushwa na Rachel Ruto saa 10 usiku wanaombea serikali ndio wakuwe kwa payroll. So ama pasta pengine ndio wamekuja na hika sumba ya kusema ya kwamba wanasiasa hawataongea kwa kanisa. Na sisi hatuna shida, tunafurahia. Hata mimi mwenyewe nimekuwa nikisema hivyo, tuondoe siasa kwa kanisa, kwa sababu hii siasa inapigwa ya leo hii ni ukora, ni ukonman. Kuliko ipelekwa kwa kanisa watu wetu wadanganywe hapo na Biblia na sadaka, nikasema tuitoe kwa kanisa tuipeleke huku nje. Kwa hivyo mimi naungana na yule bishop ambaye alisema ya kwamba hakuna mwanasiasa atakubalishwa kuongea kwa kanisa. Wanagojea ibada ikiisha, wakienda pale nje ongee siasa hapo. Mimi nakubaliana yeye. Ile kitu sikubaliani na yeye ni mwanasiasa Kamau akikuja hataongea. Lakini mwanasiasa Otieno akikuja ama mwanasiasa Cherigei akikuja anakubalishwa kuongea. Ile kitu mimi ningesema, kama tumekubaliana hakuna wanasiasa kuongea kwa kanisa, wacha ikuwe wanasiasa wote, kuanzia rais mpaka MCA. Wakienda kwa kanisa wasome ibada kama watu wengine, kutoa sadaka watoe sadaka kama watu wengine. Ibada ikiisha hapo nje mnaweza fanyia siasa zenu huko nje. Hiyo nakubaliana nayo. Lakini tusione so and so ndiye hakubalishwi, lakini mwingine akikuja hapa na sadaka nono anakubalishwa. Hapo ndio tunasema kanisa zingine ziko na wizi na ziko na ukora. Kwa sababu kanisa haiwezi kuwa ati yule amekuja na sadaka kubwa atakubalishwa aongee wana kwa kanisa. Mwenye hajakuja na sadaka anaambiwa hawezi ongea hapa. Hiyo sasa ni ukora na ni kasumba ambayo inaletwa na makanisa ya wizi. And that is why I'm telling my people, safari hii hatutakubalisha maamuzi yote ya kisiasa kufanywa kwa kanisa, kwa sababu pia wale mapasta tumeona wale wengi ni wakora. Wale wengi wako na ukora yao. Mheshimiwa, kulingana na vile umeongea ni kama unamaanisha sasa amjakaribisha rais Mount Kenya. Kusema kukaa ni kama mkaribishi rais Mount Kenya, uone kama mtapitwa na maendeleo.
Sasa mimi nauliza wa Kenya, kama tumetoa ushuru, iko haja gani tena tuandamane na rais tukamkalisha akifanya kazi yake? Ile siku anakaa State House anatuitanga huko tumkalisha akifanya kazi yake. Kazi yetu kama wa Kenya ni kulipa ushuru. Tuendelee na maisha yetu na biashara zetu. Yeye na rais aendelee na kazi yake. Kwa hivyo William Ruto kukuja hapa Murang'a, hakuna mahali anahitaji wananchi. Yeye ni anakuja kutekeleza zile miradi anaona kama zinafaa kutekelezwa, akuje tekeleze. So wananchi waende kwa kazi yao wakafanya kazi. William Ruto anakuja hapa kwa ile kazi ambayo mmemlipa. Mmelipa yeye kuzunguka. Mmelipa yeye kuangalia miradi, mmelipa yeye kuwafanyia kazi na ushuru yenu. Kwa hivyo yeye kukuja hapa, si lazima muache kazi zenu atumwone mkamfuate. Mkimfuata jioni mtakula kwake. Lazima mkae kwa biashara zenu. Wenye wako kwa shamba wakalime. William Ruto pia ako kwa kazi yake kama nyinyi. So the fact that sisi hatutakuwa tunamfuata hapa, sisi haimaanishi tuko na shida na mtu. Sisi tumesema yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, yeye ndiye ako na ushuru yetu. Alituahidi na anafaa kutekeleza. Kwa hivyo kama iko miradi anaona inafaa kutekelezwa hapa na iko ili ambaye yeye mwenyewe alisimamisha, akuje tekeleze bila bwebwe mingi, akuje tekeleze bila kuleta wezi hapa wamfuate, akuje tekeleze bila kuita watu wetu kwa barabara wakaporwe. Hiyo kasumba haikuwa na Kibaki, hiyo kasumba haikuwa na Uhuru Kenyatta. Hiyo ni kasumba imeanzishwa na William Ruto anafuata nyao za Moi. Hiyo hatuwezi kubaliana nayo. Kwa hivyo ako na pesa yetu ya ushuru. Hii maendeleo ni haki yetu. Akuje atekeleze, akishamaliza aende. Lakini hiyo kukuja hapa kujaribu kuonyeshana ya kwamba ni kama anakuja siasa, aonekane watu wa Mlima Kenya wako na yeye wapigwe picha zile jamii zingine zione, hiyo ndio ile kasuba hatuwezi kubali. Na ndio maana nimetangaza hata kabla kuja, niambie zile jamii zingine, we are not supporting William Ruto. Safari ya kupeleka yeye nyumbani 2027 haitasimama. Ile miradi atatekeleza, hatekelezi na pesa yake ya kuku ama mayai. Ile miradi anakuja kutekeleza hapa, anatekeleza na ushuru yetu. So it is not a favor, it is our right. Na pia tumempatia wabunge wale ambao wanafaa kumsaidia kazi. Kwa hivyo akikuja hapo mashinani, akuja andamana na wabunge na ma-MCA wale ambao walichaguliwa na wananchi, wakafanya hizo miradi. Aache kumangamangisha raia huku, akiwazungusha huku wakiibiwa, waache kazi zao huku. Alafu jioni watu wale nyumbani wakilia sababu wamepora pesa, wamepora simu. Aache hiyo kasumba, hiyo ni upuzi na hiyo ni siasa ya ujinga. William Ruto, hiyo ni siasa ya kurudisha Wakenya nyuma. Na hatukuogopi, tunakuambia ukweli. Tunakuambia ukweli kwa sababu tunapenda nchi hii. Na hatuwezi nyamaza hata kama haujui kuendesha gari. Hata kama hauna license. Ukiwa na akili unaweza ona hii gari inaenda kwa mtaro. Na haufai kunyamaza ati kwa sababu hauna license. Ati yule driver anaendesha ndiye tu ako na license ndiye anafaa kuongea. Hauwezi nyamaza na uko ndani ya hiyo gari kiingia kwa mto. So bwana William Ruto, hata kama hatuna PhD, hata kama hatuna degree ya wanyama na miti, tuko na akili wakati unaendesha nchi vile ambavyo haifai tunaona. Na ndio maana tunakuambia acha kumangamangisha Wakenya kwa barabara wakipora simu na pesa zao. Ati ni miradi unafungua, andamana na ma-MCA na wabunge wale wamechaguliwa na raia. Wacha wananchi wakafanya kazi yao. Hivyo ndivyo wanafaa kufanya bwana rais. What's your comment about venye Gathoni wa Muchomba alisema it's a high time Gachagua aache kuongelea Mount Kenya peke yake, aongelee nchi nzima? Gachagua amekuwa akiongelea Kenya mzima. Hii siku ameenda kwa TV ya Mrembe TV. Kwani alikuwa anaongelesha kina Kamau hapo kwa hiyo TV? Hii siku ameenda katika hii TV ya Mosi FM. Alikuwa anaongea na jamii ya Wakamba. So Rigathi Gachagua tumemwona KTN, Citizen, akijaribu kuongelesha jamii zile zingine na kuwatetea kwa jumla. Kwa hivyo ukisikia Gathoni wa Muchomba sijui anasema ati Rigathi anaongea tu mambo ya Mlima Kenya is a regional sijui tribal king hapa. Gathoni wa Muchomba anaweza kuwa pia ameonjeshwa kitu na jamii na hii familia ya William Ruto ya kina Ishongwa and the rest. Hatuwezi muamini sababu hii ya matamshi ameanza kuongea hapo, hatuwezi muamini kwa sababu unajua watu hawajui. Na iko kitu nataka pia huyu madamu anaitwa Muchomba ajue leo kama hajui. Hata kama hatuko katika ile bunge, tuko na akina tunajua mambo mingi hata saingine kuwashinda. Hii story ya Rigathi Gachagua ni mkabila, haikukuwa 2022, haikukuwa 2023, hata 2024 Januari na Februari haikukuwa. Na siku Rigathi alikuwa anasaidia rais kuomba kura hapa Mlima Kenya, si alikuwa anaongea Kikuyu? Si hata hiyo siku nilikuwa naona hata kina William Ruto kina Mudavadi hao wakora watu walikuwa wanajifunza kuongea Kikuyu. So hii story ya Rigathi ni mkabila imeletwa baada ya maandamano ya Gen Z kwa sababu alisema watoto waache kuuliwa. Alisema akaambia serikali sikizeni hawa watoto. Na akatoa press kubwa sana kwa kule Mombasa wakati alikuwa naibu wa rais. So vile waliona ni kama ameanza kuunga mkono vijana wa nchi hii wakiandamana.
ndio walianza kasumba ya kusema ya kwamba huyu jamaa anataka kupindua serikali, wacha tumtoe. Vile walisema watatoa Rigathi Gachagua, wananchi wakakataa, wakasema kama Rigathi anaenda hata William Ruto aende. Wananchi wote kwa kauli moja wakasema kama driver na Makanga anakufa hata driver akufe. And the only way to separate hiyo siku Makanga akufe peke yake driver abaki, ndio walileta kasumba ya kusema kwamba Rigathi ni mkabila. Rigathi ni mkabila, Rigathi is a regional tribal king. Ililetwa na watu wa William Ruto to separate Makanga akufe peke yake driver abaki. And they succeeded. Hawa ni wakora, they succeeded. They succeeded na kila mwananchi akaamini ati Rigathi ni mkabila. Na wakamtoa, driver akabaki, Makanga akakufa. Lakini wananchi walikuwa wanasema kama Makanga anakufa, driver atangulie. So hawakuwa na mbinu vile ambavyo wangedili na hiyo kitu. Kwa sababu walikuwa tu na option moja. Kama Rigathi anaenda, Ruto aende. Kama Ruto haendi, hata Rigathi abaki. Lakini kwa sababu walikuwa wamesema kwamba lazima wafukuze mtu kwa serikali, wakaleta hii mambo ya Rigathi ni mkabila. That narrative was used to separate the driver and Makanga. So that Makanga akufe peke yake, driver akabaki. And they succeeded. So nasikia Mwashamba hapa anajaribu kurekta sisi. Hiyo hatuwezi kubali. Na mimi na simuogopi, namwambia wazi. Hiyo asijaribu kurekta sisi. Kama ameungana na William Ruto, aende pole pole. Kama wa Mwashamba umeshikana na watu wa William Ruto, acha kupayuka, acha kuongea, enda pole pole. Sisi hatuna shida na wewe. Tunajua pesa William Ruto wako na mingi na anaweza wanunua. Hakuna mtu hawezi nunua, tunajua hivyo. So wale wa kununuliwa, endeni pole pole, muache kelele mingi. Rigathi ni mkabila na anaungana na wale viongozi wengine kutafuta vile ambavyo tutatoa William Ruto 2027. Sisi tumeona akiwa na kina Matiang'i, akiwa na kina Eugene, akiwa na kina Kalonzo, akiwa na kina Natembeya. Tumemwona kwake pia jamii wa Wamasai wakienda huko. Tumeona kuna siku amehost viongozi kutoka kule Kisumu. Hawezi kuwa anafanya hivyo ati mkabila. So kitu ya pili, we say charity begins at home. Hao viongozi wote unaona hapa Nairobi, kila mtu anaweza na kuwakilisha jamii yao. So huyu Mwashamba kama amenunuliwa, aache abrakadabra mingi, aende pole pole. Tukiwa tu hapo kwa ukabila ndio tumalizie. Tunaona time ilikuwa maandamano ya Gen Z. Kuliandamanwa kwote mpaka Eldoret, mpaka kwa kina Ruto hapo nje kwote kuliandamanwa. Inaweza kuwa ni kadi Ruto waliona ni kama ukabila itaisha Kenya, na akaona lete hii narrative ya ukabila ndio at least hata watu wao wasimkatae. Unaona kama hiyo time ya Gen Z walikuwa wamekataliwa na watu wote. Na nasema hii ni kadi maybe alicheza, akaona huyu anasema ati mtu fulani ni mkabila, lakini yeye kwa roho yake hataki ukabila iishe. Iko kitu William Ruto alifanya. Siku Gen Z wameandamana katika pande zote za Kenya. Hata kwake nyumbani, for the first time in the history of the Republic of Kenya, jamii ya Wakalenjin hawajaiandamana. Hiyo siku waliandamana kwao. Huko waliandamana. Na vile Ruto aliona Wakenya ni kama wameungana kwa kauli moja ya kwamba uongozi tuko nayo katika Kenya si uongozi bora. Akaona hii kasumba ikiendelea hivi, sitakaa kwa kiti na sitaweza kudanganya wananchi, watakuja kunitoa 2027. Ndio akakuja akaintroduce mambo ya ukabila, ndio aweze kugawa jamii hii na jamii hii na jamii hii, aweze kupenya katikati. Na ndivyo aweze kuuza narrative, na hivyo ndivyo anafanya leo hii. Kwa sababu wale watu walikuwa wameandamana kule kwao nyumbani, akienda awaambie shida yao ni Wakikuyu, watampigia kura. Kwa sababu atawaambia hata mimi sio shida. Ile shida tuko nayo ni ile jamii natusumbua. Ndio maana sitakelezi. Kwa hivyo wale jamii, sababu ni jamii yao, waone kama mtoto wao anapigwa, so si watampigia kura. Hawatampigia kura kwa sababu kuna kitu amewasaidia nayo. Hata wapigia kura kwa sababu ya maendeleo yote, watampigia kura kwa sababu ni mkabila wao na anapigwa na watu wale wengine. And that is why hiyo ndio ile barabara William Ruto anataka tuende. Wacha niambie Wakenya leo hii. William Ruto hataki tuende barabara ya kuhakikisha kwamba tutachagua serikali kwa msingi ya maendeleo. Kwa sababu tukienda hiyo barabara, tutamchagua kwa maendeleo gani? Ya chapati zile aliahidi, ya kuvaa leso aende akapatia watoto githeri huko Dagoretti. Tutampatia kiti kwa sababu ya kupanda juu ya gari kupeana hadithi za Abunwasi. Anajua tukiangazia maendeleo kama taifa kwa jumla, hakuna kitu hata moja itatuvutia sisi kwake ya kumchagua. So that is why he's diverting our attention. Tutoke katika msingi wa maendeleo
tuanze kujipanga katika misingi ya kikabila. Tukijipanga katika misingi ya kikabila, already ako na kura ya Wakalenjin. Tukijipanga katika misingi ya kikabila, amepatia Raila pesa ya kutosha ndivyo aweze kununua Wajaruo tayari. Tukijipanga katika misingi ya kikabila, anapiganisha Wakamba na Wasomali. Wasomali watarudi pande yake, Wakamba watakuwa isolated. Tukienda hivyo atarudi kwa kiti. He knows very well. Hiyo ni kitu ambaye anajua mwenyewe. And that is why naambia Wakenya, kama iko kitu tunafaa kupinga, hata kama tushaipigana vita za kikabila, tafadhali wa Kenya, si leo. Hiyo kitu tunafaa kwanza tuisahau kabisa. Tuisahau kabisa. Kwa sababu tukiendelea na vita za kikabila zile vile mtu analeta hapa kwa kiti, atarudi 2027 mapema. Na ukosefu wa kazi haujui kabila. Njaa haujui mkabila. Ukosefu wa matibabu haujui kabila. Shida ile ambayo tuko nayo ya uchumi kama wa Kenya haijui kabila. Mkikuyu akilia, Mjaruo atalia, Mnande atalia, Msomali atalia, Mswahili atalia, Mkamba atalia, Mkisia atalia, Maasai atalia. So wa Kenya tafadhali, tusikubali kupelekwa hiyo barabara ile mtu anataka kutupeleka. Tusikubali tafadhali. Naomba tusikubali hiyo barabara ya ukabila. Alafu tena hata niwaulize wa Kenya, kwani tunakumbushangwa sisi ni wa kabila wakati siasa zinakaribia? Kwa nini mlikumbusha mimi ni Mkikuyu wakati siasa zinakaribia? Ama mkumbusha huyu ni Mjaruo ama ni Mkisii siasa zikikaribia? Sisi kuishi kama wa Kenya hakuna mahali ambapo tunahitaji ukabila. In the basic needs of a human being, katika hiyo list hakuna mahali ukabila iko. So unaweza ishi bila ukabila mahali. Ukabila si dawa ya chanjo ati lazima udunge ndio usikufe. Tuache hiyo puzi.